Je, unajua nguvu iliyopo katika mshumaa wa kijani kwenye kuomba mambo ya uchumi? Wewe biashara yako inayumba, uchumi wako ndani ya nyumba yako, pesa unazozipata unapata ambazo hazikidhi hata mahitaji yako, au hata ukipata pesa zinaishia kupotea na hakuna kitu chochote cha maana ambacho unakuwa unakifanya. Wewe ambaye una shida yote ya kiuchumi, ni unatafuta kazi haupati, unatuma maombi ya kazi haujibiwi. Nadhani watu wote mnajua jinsi gani maombi yanayofanyika saa 8 za usiku huwa yanafika direct pale yanapotakiwa na huwa yanajibiwa kwa haraka sana. So leo nakwenda kukuelekeza ni namna gani unaweza kuomba maombi hayo huku ukitumia mshumaa huu wa kijani kwa ajili ya kuomba mambo kuhusu uchumi wako. Wewe mwenye shida yote kuhusu masuala ya uchumi, biashara, kazi zako haziendi vizuri, mambo yako yote ya uchumi kwenye nyumba yako hayapo vizuri, na kufundisha maombi haya ya kuamka saa 8 za usiku kwa kutumia mshumaa huu wa kijani, hakika matokeo utayaona. Somo hili lipo kwenye akaunti yangu. Ukiingia YouTube ukiandika 7 Beauty utakutana na somo letu tukieleza namna gani unaweza kuomba maombi haya maalum kwa ajili ya kuomba kuongezeka kwa uchumi. Na maombi haya sisi huwa tutumii nguvu za Freemason au nguvu za kichawi, ila huwa ni maombi tunamuomba Mungu huku tukiwa na imani kwamba Mungu aliyetuumba na aliyeumba vitu vyote kwenye ulimwengu anaweza kupokea maombi yetu na kutusaidia. Ingia YouTube andika 7 Beauty au ingia kwenye bio yangu, utaona alama hapo ikikuonyesha kialama cha YouTube, moja kwa moja itakupeleka katika akaunti yangu ya YouTube ambapo utaona masomo yetu mbalimbali tukielekeza ni namna gani unaweza kujikomboa kutoka kwenye hali uliyokuwa nayo. Ukiwa na imani, ukiona kuna kitu kinakusukuma ndani yako, hakika uende ukafanye maombi haya. Nadhani hakuna mtu yoyote kwenye maisha yake ambaye anasema kwamba yeye hahitaji pesa. Yeye pesa kwenye maisha yake ni kitu ambacho hakihitaji. Pesa ni kitu kinachosababisha maisha ya mtu yanakwenda vizuri, kinasababisha maisha ya mtu yanakuwa comfortable na anakuwa ana relax. Yote ni kwa sababu ya pesa. So mtu anayesema yeye kwenye pesa huwa hahitaji pesa kwenye maisha yake, mtu huyo ni muongo kabisa. Leo nakwenda kuelekeza namna gani unaweza kufanya pesa isiwe shida kwenye nyumba yako au kwenye maisha yako kwa kutumia maombi haya maalum. Ila napenda kusisitiza kwamba hichi ninachokuelekeza maombi haya, muda wa kufanyika ni kuanzia saa 6 usiku, saa 7 mpaka saa 8. Huo ndo muda ambao unatakiwa kufanya maombi haya. Kama unajihisi wewe utaweza kuamka, basi ujue kabisa maombi haya huwa kwako hayataweza kufanya kazi, maana maombi haya inabidi yafanyike usiku, na usiku ni muda ambao kunakuwa kumetulia sana, kote kuna utulivu wa kutosha. Mtu unaweza kuconcentrate vizuri kufanya maombi haya ukiwa una utulivu katika akili yako. Na kwa kufanya maombi haya, vitu ambavyo utahitajika kuwa navyo ni vitu kama unavyoviona hapa mbele yangu. Ila napenda kusisitiza, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Na katika maombi haya kuomba Mungu aweze kufungua uchumi wako, kuweza kukupatia kazi, kuomba biashara yako iende vizuri, na mambo yote kuhusu uchumi wako wewe ndio unayefahamu matatizo yako, inabidi uyanuie wakati ukiwa unafanya hichi kitu ambacho nitakuelekeza hapa. Maombi haya ni special kwa ajili ya kuongeza uchumi wako, kwa ajili ya kufungua milango yako ya riziki, kwa ajili ya kuomba upate kazi, upate biashara, biashara yako iende vizuri, na kwenye nyumba yako kusiwe na upungufu wowote wa kuhusu mambo ya pesa, na familia yako iwe vizuri. Kwanza utahitajika kuwa na mshumaa huu wa kijani. Nadhani watu wote mnajua, kuna somo nilishawahi kufundisha jinsi mshumaa wa kijani ulivyokuwa na nguvu katika kufanya mambo yote ya pesa katika nyumba yako yawe vizuri. Na mishumaa hii ya kijani inauzwa katika maduka ya dawa za asili. So ukifika utaulizia mshumaa wa kijani na utapatiwa. So utahitajika kununua mishumaa hii mitatu. Unatakiwa kuwa na mishumaa ya kijani mitatu. Huu mshumaa ni wa kijani, sema hakuna mwanga mzuri, unakuwa hauoni vizuri rangi yake, ila mshumaa huu ni mshumaa wa rangi ya kijani. Hili ndio hitaji letu la kwanza katika kufanya maombi haya ya kuomba kuongezeka kwa uchumi. Pili, utahitajika kuwa na pesa ya noti. Pesa hii sio lazima iwe pesa kubwa, inaweza ikawa hata ni shilingi 1000, 2000, ila inahitajika pesa ambayo ni ya noti, sio pesa ya shilingi. Inahitajika kuwa pesa ya karatasi. Pili, utahitajika kuwa na karatasi ambalo karatasi hili utatumia kuandika jina lako pamoja na maombi yako.
utaandika hapa jina lako zima, fulani fulani. Hapo utaandika jina lako. Na chini ya jina lako utaandika manuizi yako au maombi yako. Yaani mfano mimi fulani fulani ninaomba nipate kazi au biashara yangu iende vizuri, mambo yangu yaende vizuri, utaandika chini ya karatasi hii. Na baada utakapoandika chini ya karatasi hii, cha kwanza utakachotakiwa utaitanguliza karatasi hii chini. Kama hapo mimi nilivyoiweka hii karatasi yangu. Kwa hiyo hapo kwenye ile karatasi utakuwa wewe umeandika jina lako. Hapa umeandika jina lako pamoja na maombi yako unahitaji Mungu akufanyie kwa maombi hayo ya saa 8 usiku. Wakati kumetulia, upo na imani yako, umekaa umetulia, umeconcentrate, utaweka karatasi yako chini na baada ya hapo itafuatiwa na pesa. Maana maombi hayo nimesema ni kuomba kuongezeka kwa uchumi, kuomba kuongezeka kwa pesa kwenye maisha yako na mambo yako yote yaende vizuri. Kitakachofuatia utaweka chombo hiki ambacho juu ndipo tutawashia mshumaa huu. Ukishaweka hivi, kinachotakiwa kufuata utauwasha huu mshumaa. Nimesema zoezi hili hakikisha unalifanya usiku kati ya saa 6, saa 7 au saa 8 kukiwa angalau kumetulia, hakuna makelele yoyote yanayoendelea kwenye ulimwengu. Wewe ndipo utakaa utatulia na kuanza kuomba maombi haya. Maombi ya usiku huwa yanajibiwa kwa haraka sana na yanafanya kazi kwa haraka zaidi. Kwa sababu unakuwa uko na imani ya kutosha, upo sehemu penye utulivu na hakika unakuwa una nia ya dhati, ndio maana unaweza kufanya hivyo, kuamka saa 8 za usiku na kumuomba Mungu akuinulie uchumi wako, akusababishe biashara yako iende vizuri, kazi upate kazi, biashara iwe vizuri. Sasa kitakachotakiwa ni wewe kuwasha mshumaa huu. Na hapo nimekwisha kuwasha mshumaa wangu. Na huu ni ule muda wa kuanza kuomba, wa kuanza kunuia. Na kunuia nimesema inabidi uanze kwa kutaja majina yako. Mimi 7 Beauty. Ninaomba, unaanza sasa, ukishataja jina lako ndo unaanza kuomba. Unaomba kuongezeka kwa uchumi wako kwenye familia yako. Maombi yako unayajua wewe mwenyewe, maana wewe ndio unaifahamu shida zako. Kwa hiyo utaomba huku mshumaa huu ukiwa unawaka, utaongea na Mungu wako kwa imani yako. Haijalishi wewe ni dini gani, ni imani gani, ila unatakiwa kuomba wakati umewasha mshumaa huu na ukiwa umeweka vitu kama hivi nilivyoweka mimi. Muda huu utaomba maombi yako ukiwa na imani kwamba Mungu anaenda kupokea maombi yako tena kwa haraka sana. Na utakapomaliza kunuia na kuomba maombi yako, utatakiwa uache mshumaa huu wake mpaka uishe kabisa. Hutatakiwa kuuzima huu mshumaa. Mshumaa huu utakapoungua mpaka kuisha, utakuwa umemaliza maombi hayo kwa siku ya kwanza. Nimesema maombi hayo unatakiwa uyafanye kwa siku 3 mfululizo. Ni vizuri kuanza siku ya Jumatano ili mpaka Ijumaa unakuwa umemaliza kufanya maombi yako ya kuongezewa uchumi wako katika familia yako. Mshumaa huu nimesisitiza utokiwi kuuzima, unatakiwa uache mpaka uungue, mpaka uishe. Na mabaki haya ya huu mshumaa pamoja na hivi vitu vyako hutakiwi kuvitupa. Unatakiwa uvitupe baada ya siku ya 3. Siku ya 3 itakapofika umemaliza maombi yako, yale mabaki ya mshumaa utatakiwa kuyachukua na kwenda kuyatupa kwenye sehemu ambapo watu wanatupa uchafu, watu zaidi ya mmoja. Yaani sehemu ambapo ni public, watu huwa wanatupa uchafu, ndipo utakapotakiwa kwenda kutupa mabaki ya mishumaa hii. Sio kwenye sehemu ambapo unatupa uchafu wewe peke yako, hapana. Sehemu ambapo wanatupa uchafu watu wengi, ndipo wewe utakapokwenda kutupa huo uchafu. Na hiyo pesa yako utaitumia katika matumizi ya kwako. Kama ni kwenda kununua chakula, utanunua chakula, utakula na familia yako kwa kutumia hii pesa ambayo uliiweka hapa chini. Na hapo utakuwa umemaliza kufanya maombi yako ya kumuomba Mungu afungue uchumi wako, aongeze riziki zako, na hakika Mungu atakwenda kukusaidia, hasa ukiwa na imani katika hichi nilichokuelekeza hapo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Napenda kusisitiza, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, please usisahau kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti video mpya.